Naam. Karibu Ukerewe. Karibu Malegea. Hapa ni katika kijiji cha Malegea kilichopo wilaya ya Ukerewe hapa jijini Mwanza, Tanzania. Na hapa ni mahali ambapo makambi msimu huu wa 2025 yanafanyika katika mtaa huu wa Malegea. Ni kanisa la Waadventista Sabato Malegea. Kambi la kwanza kabisa, utapenda kuona namna ambavyo watu wameweka mahema. Hii ndio ladha kamili ya makambi. Huu ndio muonekano halisi wa makambi. Enzi hizo wana wa Israeli walipokuwa wakisafiri na kuweka makambi na mahema, waliweka katika mtazamo ama muonekano wa namna hiyo. Utapenda kuona namna ambavyo kanisa la Waadventista Sabato Malegea walivyoweka muonekano mzuri kabisa wa amri 10. Mfano wa mbao mbili zenye amri 10 za Mungu. Ubao wa kwanza una amri 4 na ubao wa pili una amri 6. Mara nyingi tumekuwa tukiona tu kwenye vitabu vya maandiko matakatifu vikionyesha mbao mbili za amri ambazo Musa alipewa katika mlima wa Sinai. Makambi tayari yameanza mwanzoni kabisa mwa mwezi wa 6 2025. Leo ikiwa ni tarehe 2 ya mwezi wa 6 mwaka 2025, lakini mwanzoni kabisa tarehe 1, yani Jumapili ya tarehe 1 mwezi wa 6 2025, makambi haya yalianza rasmi hapa katika kanisa la Waadventista Sabato Malegea. Kanisa hili linaloundwa ama mtaa huu unaundwa na jumla ya makanisa 8 na makundi 4. Hivi sasa watu wapo kwenye vipindi ikiwa ni pamoja na mgawanyiko. Niwaambie wanawake, tunaanza tu hapa, hii kesho ndo tutaenda. Leo unaanza kukuambia jambo ambalo tunapaswa kugundua. Wanawake, Biblia imewataja mara nyingi sana kuzidi wanaume. Kono hivi ulishafikiria ni kwa nini? Hapo inaruhusu na wanaume. Kabla ya wanaume, wanawake waseme. Hivi ni kwa nini Biblia imesema anayevunja nyumba ni mwanamke? Karibu. Hapa ni Ukerewe, mahali ambapo wengi wao wanaongea Kikerewe na hata Wajita wanapatikana kwa wingi mahali hapa. Ni kisiwa cha Ukerewe kilichopo ndani ya ziwa Victoria. Hiki ni kijiji cha Malegea ambacho kinapatikana katika kisiwa cha Ukerewe, kisiwa kikubwa zaidi katika visiwa vyote vilivyopo ndani ya ziwa Victoria. Kisiwa hiki kinapatikana kaskazini magharibi mwa Tanzania, na kwa kanisa la Waadventista Sabato kwa mwaka huu ni Mara Conference. Kwamba huyu katika tabia za ukuaji, mimi nitakubaliana na mimi. Kubaliana na mimi. Kike mshawahi kumwona anamtongoza dume? Mshawaona? Kama anafanyaje? Anamlisha. Hivyo anamtongoza. Hili ni darasa la vijana. Vijana mara nyingi huwa wana madarasa ni kuchangamka sana. Na hivyo shule za msingi ukimpenda mwalimu ulipokuwa chekechea, unachanganya mwanamke anatoka Afrika na anakupiga kimbia, wewe ndio umekupenda. Basi hao mtawaona. Raha ya madarasa ya vijana ndio huwa hivyo, yamechangamka kweli kweli. Kisiwa cha Ukerewe ni miongoni mwa maeneo ya kale kabisa ambapo utawala wa Kijerumani ulikuwa ukijimilikisha baadhi ya maeneo ya kaskazini magharibi mwa Tanzania. Utaamini kwamba Ukerewe pia ilikuwa ni miongoni mwa maeneo ya utawala wa Kijerumani mwishoni mwa karne ya 19, na baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia
basi Waingereza walichukua nafasi ya kuweza kutawala ama kuchukua ngazi katika maeneo haya. Ukerewe ni miongoni mwa maeneo yanayosifika kwa uvuvi, ufugaji na kilimo. Kilimo cha ndizi, mihogo na hata maharage vinapatikana kwa wingi zaidi. Kwa kuwa tupo katika msimu wa makambi, hivi sasa vijana ama wanakambi wapo katika mgawanyiko wa madarasa kujifunza vitu mbalimbali kuhusiana na vitu namna ambavyo wanaweza wakaelewa. Hii ni kawaida ya kanisa la Adventista Sabato ulimwenguni wanapokuwa kwenye msimu wa makambi. 2025 makambi, tunasema nitakwenda kwa kumtumaini Yesu. Ukisikia kisiwa cha Ukerewe kinajihusisha pia na ufugaji, ndivyo hivyo. Naam, ng'ombe wanayepatikana Maregea. Ni makambi 2025 Maregea. Karibu katika msimu wa makambi 2025 uweze kujifunza mengi zaidi, upate baraka, utoe sifa na utukufu kwa Mwenyezi Mungu. Asante kwa kuwa nami. Jina langu ni Zefania Lucas na hii ni Zeluma TV.